ilikuwa inatoa uamuzi wake kuhusiana na hoja ambazo zilikuwa zimeletwa na upande wa utetezi kuhusiana na kitendo cha mahakama kuamua kuendesha kesi hii kwa njia ya kidijitali au kimtandao na kusababisha mteja wetu Tundu Antipas Lissu kutokuletwa mahakamani kutoka kule gerezani Ukonga ambako yuko hivi sasa. Sasa ilikuwa ni hoja za utetezi kwamba haki ya msingi ya mteja wetu ya kusikilizwa inakuwa imekiukwa, kwani katika hatua ambayo kesi hii imefikia ambako ni tayari ni katika kuchukua maelezo yale ya awali au kusikiliza maelezo ya awali kuhusiana na kosa lenyewe, sheria na sheria ile mwenendo wa makosa ya jinai inataka kwamba mtu huyo awepo mahakamani na aweze kusikilizwa na kuweza kusaini nyaraka ambazo zinahusika kuhusiana na hoja ambazo zinakubalika na hoja ambazo zinabishaniwa na mwisho wa siku ziingie katika kumbukumbu ya mahakama. Sasa upande wa mashtaka walikuwa wamesema kwamba kile ambacho kilifanywa ni sahihi kabisa na mahakama, kwamba kesi inaweza kusikilizwa hata mshtakiwa ikiwa ndani, na kwa maana hiyo basi mshtakiwa huyu mahakama haijakosea kwa kuamuru kwamba kesi hii isikilizwe kimtandao mnamo ile tarehe 24 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Sasa hizi ni hoja ambazo zilikuwa zinabishaniwa. Upande wa utetezi ulikuwa umeainisha vipengele vingi sana: haki ya mteja kusikilizwa, kuonana na mawakili wake, haki ya ndugu na jamaa na marafiki na umma kuweza kushiriki katika hiyo kesi, na vile vile matendo ambayo maafisa wa magereza walikuwa wamezuia mawakili wasiweze kumuona mshtakiwa kule katika gereza la Ukonga. Katika uamuzi wake hivi leo, hakimu Muhini amesema kwamba kile ambacho kilifanywa na mahakama cha kuamuru kwamba kesi hii isikilizwe kwa njia ya mtandao kilikuwa ni sahihi, kwamba kanuni zile ambazo zimetengenezwa na Jaji Mkuu zinaruhusu na kwamba zilikuwa zikiuki kitu chochote kile. Lakini akaendelea kusema kwamba mahakama hii haina mamlaka ya kuweza kuamrisha maafisa magereza namna gani ya kuweza kukaa na huyo mshtakiwa kule magerezani. Basi akasema kwamba hiyo ni swala ambalo alikuwa mbele yake. Lakini akaja akatoa amri, akaja akasema kwamba kwa kutokana na kuzingatia ibara ya 13 ibara ndogo ya 6A ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mazingira ambapo mteja amekuwa au mshtakiwa amekuwa akikataa kushiriki katika kesi hii kwa njia ya kimtandao, na kutokana kwamba kuna nyaraka mbalimbali ambazo zitakiwa kusaini mwisho wa siku kesi inapokuwa imesikilizwa, basi misingi ya haki na misingi ya kusikilizwa kwa kesi kwa misingi ya haki inadai kwamba mshtakiwa Tundu Antipas Lissu aletwe mahakamani Kisutu na aweze kusikilizwa, kesi yake isikilizwe mbele ya pande zote, kwamba upande wa utetezi, upande wa mashtaka na vile vile mahakama iwepo, umma uwepo uweze kuhudhuria kesi hiyo. Sasa kwa masingio basi ile amri ambayo ya kusikilizwa kesi hii kwa njia ya mtandao ambayo ilikuwa imetolewa na hakimu mnamo ile tarehe 23 na 24 ya mwezi ule wa 4, ile amri imewekwa pembeni na mahakama imeamuru kwamba kesi hii itakuendelea sasa kuanzia tarehe 19 ya mwezi huu wa 5 2025 itasikilizwa kwa njia ya mshtakiwa kuwepo mahakamani, kwamba Tundu Antipas Lissu atatakiwa aletwe na mkuu wa gereza la Ukonga, kwamba hakikisha kwamba analetwa hapa mahakamani siku ya tarehe 19. Umma unakaribishwa kuweza kusikiza kesi hii, lakini utatakiwa kuzingatia kwamba lazima ukae kwa amani, unasikiza kesi kwa namna ya amani. Itasikizwa katika koti namba 1 ya mahakama hii ya hakimu mkazi wa Dar es Salaam hapa Kisutu, na kwamba vile vile hata watakaokuwa wako nje basi waweze kukaa katika misingi ya amani bila kuleta vurugu yoyote ile katika mwenendo mzima wa kusikiza kesi hiyo. Kwa hiyo basi ni kwamba mnamo tarehe 19 ya mwezi wa 5 2025 mteja wetu Tundu Antipas Lissu anatakiwa aletwe mahakamani hapa, na kwa maana hiyo kwa kweli tunaona kama haki imetendeka, kwamba mteja wetu sasa atafanikiwa kuwa na siku yake mahakamani. Wazungu watasema a day in court, kwamba atafanikiwa kwamba sasa wale ambao wanamtuhumu basi waweze kuleta ushahidi wao na yeye vile vile aweze kujitetea, na sisi kama wakili wake tutakuwa tayari kuweza kumtetea. Ndugu wa Kibataro, unaweza kuendelea. Ndugu waandishi wa habari na mahususi kabisa wa Tanzania kwa ujumla, tumefurahia kwa kipekee kabisa uamuzi huu wa mahakama ya hakimu mkazi Dar es Salaam iliyopo Kisutu, kwa sababu kubwa moja. Ni uamuzi ambao haukuwa mwepesi, ni uamuzi ambao ulihitaji ushujaa wa mahakama.
katika hoja zetu tulialika mahakama iwe kubwa, yani we invite the court to be greater, na tunashukuru kwamba mahakama imetusikiliza na tunaamini imejijengea heshima ya kipekee sana siku hii ya leo. Heshima hii ni kama akiba ambayo imejiwekea, ambayo naamini itatumika kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo kwa kipekee kabisa tuishukuru mahakama kwa ujasiri, tumshukuru Mheshimiwa Muhini na tumuombee aendelee kuwa na ujasiri huo, kwa sababu kesi hii kama tulivyosema inafuatiliwa na watu wote wa ndani na nje ya Tanzania. Kwa hiyo heshima hiyo hajajengea ndani ya Tanzania tu, hata nje ya Tanzania, kwa sababu wote mmeona kulikuwa kuna toka Mheshimiwa Lissu afikishwe mahakamani kumekuwa na international observers kutoka taasisi mbalimbali, East African Law Society, mabalozi. Kwa wale wote wanabeba reflection ya kwamba basi angalau mahakama zetu zinaweza kuwa na ujasiri. Kwa hiyo kwa hilo tunashukuru sana, lakini pia tuendelee kutoa wito kwa wale ambao tumewakemea hivi karibuni, tumesema wana tabia ya kuongea huko mabarabarani, basi waendelee kujionya, kwa sababu hiyo inaweza kuleta madhara katika mwenendo wa kesi. Wajionye sana, wameshamfikisha huyu mtu kupitia kwa wahusika wa kisheria mahakamani, basi waache mahakama ifanye kazi yao, halafu majibu yatakayotolewa sasa ndio wanaweza kwenda kuyazungumzia huko barabarani. Lakini pia tuna report kwamba tulitoa ahadi kwamba tutapigania haki ya umma ya kusikiliza kesi, kwa sababu ingeset a very bad precedent kwa Kiingereza, yani ingetoa misingi mibaya sana kwenda mbeleni, manake ndio ungekuwa sasa ni mtindo. Kwa tuliahidi kwamba tutapigania haki ya wananchi kushiriki kwa mujibu wa sheria ambacho sasa hizi ni maarufu kabisa, kifungu cha 180 kidogo cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai sura ya 20 afanya marekebisho mwaka 2022, kifungu ambacho kinatoa haki ya wananchi au umma kushiriki katika mashauri ya jinai. Kwa tunafurahi kwamba tumetimiza ahadi yetu kwa ujumla wetu kama jopo. Kwa hiyo nafikiri at least katika aspect hiyo hatuna deni. Sasa kunapokuwa na haki kuna responsibility pia. Kwa hiyo watu wetu tunawaomba, kwa sababu masharti ya mahakama ni kwamba wale wanaokuja kuhudhuria wajiconduct properly, yani wajitahidi kuwa na nidhamu. Sasa wasituangushe sisi ambao tumevuja jasho na damu mpaka kufikia uamuzi huu. Watakapohudhuria tarehe 19 waje kwa utulivu, ili wasitoe kisingizio kwa mtu awaye yote kwamba unaona sasa tulikuwa tunakwepa kitu kama hicho. Kwa wajitahidi waje kwa wingi kadri busara na nafasi inavyoelekeza, lakini watakapofika basi wajitahidi kubehave kama nilivyosema, ili wasituangushe sisi mawakili ambao tumefanya kazi ngumu kwenye mazingira magumu na tumefikisha ile gurudumu hapa lilikofika. Tunawashukuru pia waandishi wa habari kwamba pamoja na magumu yote ambayo mmepitia, tunajua baadhi yenu mlikuwa physical assaulted, mmezuiwa. Tunafahamu kwa mfano kuna mtu mmoja sitaki kumtaja jina lake, alizuiwa kabisa na askari fulani kwamba wewe hutaruhusiwa kuingia. Nafahamu kwamba ame take up that matter huko kazini kwake, wamewasiliana na taasisi ambazo zilimzuia, tunahope wameresolve. Lakini tunawashukuru kwamba mmekuwa steadfast, pamoja na kwamba kesi kulikuwa kuna hatari ya kuendeshwa katika namna tuseme tafsiri yetu ilikuwa ni ya kificho, lakini nyinyi mmetusaidia sana kudisseminate mwenendo huko nje na mpaka kila mtu akafahamu. Kwa hiyo mchango wenu ni wa muhimu sana. Kwa tunaomba lakini pia tunawapa pole kwa yale yote. Basi zaidi hayo tunawatakia kazi njema na Mungu akituongoza kutana tarehe 19 mwezi wa 5.